base. Je, unajua jinsi ya kufanya warrior 1 na warrior 2? Tuanze kwenye msingi, foundation. Katika yoga, falsafa ya mikao ya yoga asanas, sehemu ya kwanza ya kuzingatia katika asanas ni pumzi. Pumzi yako iwe taratibu, pumzi yako iwe ya upole, lakini pia iwe ya kina kirefu. Sehemu ya pili katika mikao ni foundation, ni msingi. Msingi ya jinsi, yani mwili unaanzia wapi? Ile sehemu ambayo inagusa chini kwenye ardhi ama kwenye yoga mat kama hii ndio inaitwa msingi. Sehemu ambayo inaubeba mwili wote, inabeba uzito wa mwili kwenye ardhi au kwenye mkeka wako ambao chini kuna ardhi, inaitwa foundation. Sehemu ya tatu ni minyooko, alignment. Yaani mwili wa mwanadamu ulivyoumbwa huu lazima ukae kwenye minyooko yake, kama unavyoona A, B, C, D. Sio A, C, F, G, K. Lazima mstari, kama kuna mstari katika mwili unyooke huo mstari. Kama inatakiwa ikunje nyuzi 90, basi ikunje nyuzi 90. Kama inatakiwa ipinde kwa nyuzi labda 60 ama 75, mwili unatakiwa ujikunje kwenye hizo nyuzi 60 ama 75 na kadhalika. Kwa hizo ndo baadhi ya kanuni muhimu na za mwanzo kabisa unatakiwa kuzingatia unapofanya yoga. Kwa hiyo tuangalie hii kanuni ya nyuzi 90 na mnyoko, alignment. Tukasema tunaangalia warrior 1 na warrior 2. Nitakuonyesha kwa sehemu hii ili uweze kuona kwa mbele hapa. Kwa hapa foundation yetu ni ipi? Foundation ni hizi nyayo. Kwa sababu ndo zinagusa, ndo zimekamata ardhi, ndo zimejiweka mzizi kwenye ardhi. Hiyo ndio foundation yetu, ndio msingi wetu, ndio uimara wetu. Hiyo ya kwanza kabisa. Kwa hiyo unyayo na vidole vyake na visigino vyake, heels, toes and the sole are the foundation. They form the foundation. Sasa zinatengeneza msingi wa hata kusimama hapa. Hata kama nimesimama hapa, msingi wangu ni ule ule. Vidole vya miguu, nyayo za miguu na visigino vya miguu. Sasa tuangalie kwenye warrior 1 and warrior 2. Msingi tayari ni nao. Mguu wa nyuma unakuwa flat, yaani unakanyaga wote, sio toes. Hii ni kuweka kwenye vidole, hii ni kuweka wote flat. Zoom uweze kuona flat. Na kisha kuwa flat hivyo, nageuza mbele, yaani nauelekeza mbele huo mguu kama nyuzi 45. Yaani hivi ni nyuzi kama 90. Nikielekeza hivi vidole mbele tayari na kama nyuzi 45. Tayari unasikia hii misuli ya huku yote inafunguka. Kwa hiyo na foundation yangu na msingi imara, nageuza mguu wa nyuma ule kama nyuzi 45, vidole viangalie mbele. Kama vinaangalia pembeni hivi mbele. Unaona mkono wangu huu unavyoenda kwa mbele. Foundation ya nyuma hii bado vidole vinaangalia mbele hivi pembeni hivi. Ule mstari wa nyuma ambao unatengeneza kisigino lazima ukanyage kwa nguvu. Kanyaga kwa nguvu. Kwa msingi wako uwe imara. Nimetoka 90 degree nyuzi 90, nimeusogeza vidole mbele, nimevigeuza vidole mbele nyuzi 45, alafu nimeukaza huu mguu, kisigino kinakanyaga kwa nguvu kabisa huko chini. Yaani nasikia kabisa kisigino changu na hii sehemu ya nje, hii hapa, huu kingo wa nje wa mguu, nausikia kabisa ukikanyaga huko.
huu mguu wote umenyoka. Sasa twende mbele. Mbele tayari na foundation yangu pia hapa imara kabisa, imekanyaga imara kabisa, vidole, kisigino na unyayo. Alafu mwelekeo wake ni mbele, vidole lazima vielekee mbele, visielekee kulia ndani ama kushoto nje, mbele. Goti lazima liwe nyuzi 90. Unaona hii ndio 90 yako. Hii hapa umepunguza 90. Hii haitakiwi. Hii unaona ni kama vile unaenda kwenye triangle. Umeona? Lakini hii ni nyuzi 90. Isizidi nyuzi 90. Labda kaenda 95 au 100. Kuna watu wanafanya hivi. Hii goti hili halitakiwi lije kwenye vidole vya mguu huku. Halitakiwi lipite. Kwanza ukianza kufanya hivi tu unasikia uchungu kwenye goti. Lengo letu sio kutengeneza uchungu. Lengo letu ni kutengeneza nguvu, balance, stability kwenye hii joint hii hapa, na kutibu hii joint vizuri, kuanzia kwenye ankle, kwenye goti, kwenye nyonga. Kwa lazima niwe na nyuzi 90. Usizidishe mbele, usizidishe nyuma, nyuzi 90. Na uelewani yangu hii hapa. Mguu wa nyuma kama tulivyosema uko flat na umenyoka kabisa. Vidole vyake vimegeukia mbele kidogo, nyuzi 45. Mguu wa mbele vidole vimenyoka mbele na umejikunja, nyuzi 90. Mikono iko juu, imenyoka. Sasa hapa kwenye mikono hapa haitakiwi ujikaze kwenye mabega. Ujishikilie kwenye mabega kama hivi. Unaona hivi? Shikilia kwenye mabega. Achia mabega. Nyosha mikono, mabega yakiwa mapana. Kuna nafasi kabisa hivi. Unaona kuna nafasi. Hata nikifanya shingo hivi linazunguka. Kulia wani yangu hapa, shingo langu linazunguka huru kabisa. Kifua kinanyanyuka. Viwiko vimenyoka, elbow straight kabisa. Fingers na shoot juu. Alafu naenda warrior 2. Huku kwenye foundation iko vile vile, mguu wa nyuma uko vile vile, wa mbele uko vile vile. Nimebadilisha kutoka warrior 1 nikiwa naangalia mbele kidogo, juu kidogo, nimeenda warrior 2 ambao macho yanahamia kutoka juu kidogo kuja kwenye vidole, fingertips. Kwa warrior 2 yetu lazima, hata nikifanya huku mguu wa nyuma umenyoka, unyayo wa nyuma kule umekanyaga, vidole vimegeuka mbele kama 45 degree 45 ama nyuzi 45. Mguu huu umekaza kabisa, wa mbele vidole vimeangalia mbele na nyuzi 90 hapa. Nina warrior 1 yangu, naangalia juu kidogo, mabega yame relax, mwili unanyanyuka juu kabisa, vidole vina shoot energy. Naenda warrior 2 yangu, macho yanatoka juu kidogo, yanahamia kwenye vidole hapa. Cha mwisho hapa warrior 2, iangalie vizuri tumbo. Tumbo linapenda kudondoka hapa hivi. Lishikilie tumbo ndani. Afu kama unaingiza kiuno ndani. Kwa hiyo nitakuonyesha kwamba kama hivi, unaona hivi, kusimama huku. Ingiza ndani. Kutoka hii kubinuka huku, kutengeneza kashimo haka. Huu mkia wa mgongo umebinuka nje, uingize huu mkia ndani. Kutoka nje kubinuka, unaona kabisa nimebinuka, tuck out my tailbone, I am tucking in, nachomekea ndani. Kwa tumbo hapa lazima litaingia ndani. Yaani warrior 1, tumbo liko ndani. Warrior 2, macho kwenye vidole, nyuzi 90 huku, kule vidole vimegeuka nyuzi 45, tumbo limeanguka hapa. Na liingiza tumbo ndani, afu na ingiza kiuno ndani. Kumbuka ile kanuni ya engagement, yani misuli imekaza kwenye mifupa.
Kwa hapa kuanzia kwenye foundation, kwenye msingi wangu huku, kaza kabisa misuli, ivute ije juu, hata vidole vyako vimekaza, mikono imekaza, yaani umejishikilia kwa nguvu kabisa, macho anaangalia kwenye vidole hapa, kutengeneza focus, concentration. Unachotakiwa kufanya, angalia ile video inayozungumzia foundation, msingi wa posture, msingi wa mkao wa yoga. Fuatilia video zingine ambazo nazungumza kuhusu pumzi. Fuatilia video zingine ambazo wanajaribu kuzungumzia awareness, ufahamu na utambuzi uko wapi unapofanya yoga. Namaliza kwa kusema yoga usiifanye kwa pupa, kwa kuikimbilia, kwa kuiwekea tamaa ama kutaka kama vile kukomoa. Yoga ni mfumo wa kisayansi ambao lazima upeleke taratibu taratibu mwili wako, taratibu mwili ukubaliane na mind yako, fikra taratibu, fikra zako zikubaliana na hisia zako, na upatie mwili nafasi ya kukua, ya kufunguka. Upatie akili nafasi ya kukua na kufunguka. Upatie pumzi nafasi ya kupenya, kutibu na kufunguka. Upatie nafsi yako nafasi ya kujenga uvumilivu, ustahimilifu, uwepo na utambuzi wa hali ya juu. Hii ni sayansi ambayo ukiendelea kuifanya katika maisha yako, hata ukiwa na umri mkubwa kiasi gani, utakuwa very strong, utakuwa na nguvu, utakuwa na uimara, utakuwa na uwezo wa kuutumia mwili wako katika mifumo mbalimbali, kuinama, kunyanyuka, kukaa, kugeuka, kuruka, vitu ambavyo katika umri wa utu uzima vinashindikana. Ila wewe kwa kupatia yoga nafasi katika maisha yako, hivi vitu vitakuwa ni hadithi unazisikia kwa wengine. Peace.